Ndugu mwenyekiti, kuna kadhia kubwa sana ya vijana wetu ambao ni viongozi kuenguliwa na kusimamishwa ovyo bila kufuata utaratibu kwenye kata na maeneo mengine. Wapo kweli wengine, ndugu mwenyekiti, wanakosea, lakini chama kina wajibu wa kufuata zile taratibu, kuhakikisha yule mtu aliyekosea anawajibishwa kwa mujibu wa kanuni. Ndugu mwenyekiti, kwa sasa hivi yawezekana pengine ndani ya wiki moja, mimi kama mwenyekiti wa vijana wa mkoa, simu za vijana ambao wameandikiwa barua ya kusimamishwa kwenye kata huko ni nyingi. Yaani inafika mahali mpaka unashindwa uanzie wapi. Hujamaliza hili lingine limekuja, hujamaliza hili lingine limekuja. Lakini nishukuru uongozi wa Chama cha Mapinduzi, wapo wengine ambao hata kabla tujafikiria nini kifanyike, walishapewa barua za kurudishwa kwenye nafasi zao kwa sababu taratibu hazikufuatwa. Ndugu mwenyekiti, mimi naamini hili ni joto la uchaguzi tu, sio kwa sababu nyingine. Mimi nikuombe, wakati mwingine kweli tunaweza tukakosea ndugu mwenyekiti. Tunaweza tukakosea viongozi, tunaweza tukakosea chama. Tunaomba tuitwe. Sisi tuko tayari kusikiliza. Pale tutakapoonekana tumekosea, tuko tayari ndugu mwenyekiti kujirudi na kusikiliza maelekezo ya chama. Lakini tunaomba sana ndugu mwenyekiti, viongozi ambao wana mamlaka kwenye chama kwa ngazi za kule chini wapunguze hii speed. Hii speed ya kuondoshana na kusimamishana kwenye nafasi katika kipindi hiki kitatupa shida. Badala ya kujipanga ndugu mwenyekiti kwenda kutafuta kura na kuweka mipango kazi na mbinu zitakazosaidia, tunatumia muda mwingi kwenda kusikiliza kesi za watu waliosimamishwa. Huo sio wajibu wetu. Sisi tumetumwa kazi, sio kwenda kutatua migogoro ya ndani ya chama. Wewe ndiye mkuu wa kaya kwenye mkoa huu. Tunaamini sio kila anayesimamishwa amekosea. Hilo lipo kwa sababu tuko kwenye joto la uchaguzi. Tunaomba sana, hatuhitaji sana kurusha maneno kwenye chama, hatuhitaji sana kukosea adabu viongozi wetu hata kama wako kwenye ngazi za chini. Chama ndio kinalea jumuiya. Sisi ni watoto. Wewe pamoja na chama katika ngazi zote ndio wazazi. Ndugu mwenyekiti, mimi nikuombe, ikikupendeza basi maelekezo yako sio kwetu tu, wale ambao wanatulea kule kwenye kata, kwenye wilaya na maeneo mengine kwenye matawi. Na bahati nzuri chama kimeleta mfumo mpya wa upigaji kura. Kazi kubwa ndugu mwenyekiti kwa sasa hivi kwenye matawi kule ni vita. Wapo watu ambao wanaondolewa tu. Nadhani chama kilitoa utaratibu kwamba majina ya wale wajumbe ziandikwe. Kuna wengine waliandikwa sio wajumbe wala hawakushiriki uchaguzi ndugu mwenyekiti. Sasa kufuatilia hili ili wende ukamwengue yule aliyeandikwa kinyume na utaratibu, ninaamini tutaenda kugombana. Sasa kwenye hili ninaamini hapo taratibu zingine ndani ya chama. Sisi tunaomba utulivu uwepo, vijana waache wafanye kazi. Pale ambapo kuna changamoto kidogo basi tuite tuambiwe, sio kukutwa na barua ya kusimamishwa. Hiki kidogo ndugu mwenyekiti linatukatisha tamaa. Swala la kufukuzana ni joto tu la uchaguzi. Joto tu la nini? La uchaguzi. Sasa watu hawataki kusemwa. Vijana nao hawawezi kunyamaza. Na ndipo ilipo hapo, lazima tujue hilo. Watu hawataki kuambiwa madhaifu yao. Mtu akiambiwa madhaifu yake yeye anachukia. Na hiyo kwenye siasa utapata tabu sana. Hilo tumeliona. Kamati za siasa za kata huko za matawi, na mbaya zaidi wanaamrishwa. Unajua sio vikao mwenyekiti. Mimi niwaambie sio vikao vinavyotoa hao watu ukienda. Yaani ukifuatilia unakuta kuna gia moja imefungwa na mtu huko. Kwa sababu ukikiuliza kikao kwamba nyinyi mlikaa kamati ya siasa ya tawi au ya kata, hebu tuambieni mlipitia kanuni ipi? Kwa sababu mtu anaweza akafanya kosa la kwanza akashauriwa tu. Kosa la pili akashauriwa. Hujamshauri, hujampa onyo, hujamweka popote, unakimbilia kwenda kumtoa. Na tabia inayoendeshwa sasa, wanabezi uchaguzi tuliomaliza kwamba hawa walikuwa wasaliti. Unajua kikao, niwaambie wajumbe wa baraza na vijana, cha kufukuza mtu au kumsimamisha mtu ni lazima uende kwa data sana, kwamba tarehe fulani Mabara alifanya hichi, tarehe fulani alifanya hichi, tarehe fulani alifanya, na ushahidi. Sio kwenye kikao kale mmekaa mmoja kwenye mengineo anaibuka, halafu mnaiweka inakuwa agenda na mnaamua dakika hiyo hiyo. Hayo maamuzi ni ya kukurupuka. Sasa sio muda wa kufukuzana, ni muda wa kukaa mezani. Kama kuna mapungufu wayazungumze na yaishe. Mwenyekiti, hii tulishazuia. Na kama kuna wilaya inaendelea, basi wanaendelea kivyao. Na hawatakuwa wamewafukuza, watakuwa wanacheza muziki ambao sio. Tumeisha sema mkoa mzima kabisa kwamba jumuiya, chama
hakuna kufukuza. Na baadhi ya maeneo wamekuwa wakitishia, wakimfukuza huyo, awe wa vijana, awe wa UWT, awe wa chama, wale wapiga debe wa sehemu fulani wanaanza kuzungumza kwamba wewe bado umeng'ang'ania huko, kuna tu vikundi kundi huko twa shagala bagala, na wewe tutakufukuza kama mabala. Hiyo kitu tumeisha ikemea sana.